Ahlan wa sahlan wa marhaba, hujambo na karibu mwanagenzi au mwanafunzi katika kipindi ukipendacho, kipindi cha uhondo wa fasihi, lugha na isimu jamii, kipindi ambacho kwacho mwaletewa naye Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Basi natumai mtazamaji, popote pale ulipo, buheri wa afya wama chuma chapua. Kwangu mie mzima hadidi ja kitawi cha mkarara. Nashukuru Dayani kwa kunenesha na kunipa nini, na kunipa siha anuai. Basi bila kupoteza muda, natumai umekwisha jitayarisha ipasavyo au vilivyo, na muda usiokadiria hatuna budi kuangazia nini? Hatuna budi kuangazia uhondo kwa wafasihi, lugha na isimu jamii, ambayo bila shaka tutakuwa tukiangazia uchambuzi kwayo wa nini, wa tamthilia nini ama fasihi andishi tamthilia Wema Hauozi. Ni kitabu ambacho kinaangaziwa sana na wanafunzi wa gredi ya 8, yani wanafunzi wa sekondari ya msingi. Mtazamaji, nilikuwa dekezafika kuwa ni kipindi ambacho tunaangazia nini, tuangazia mambo mengi sana. Kando na lugha, tunabudi kuangazia fasihi, ambayo katika fasihi mara nyingi tuangazia fasihi andishi, na ujue fika kuwa pia tuna fasihi simulizi, ambayo bila shaka ni fasihi inayosimuliwa kwa njia ya mdomo, na siku hizi pia yanawakilishwa kwa njia ya maandishi pale, mtazamaji, ukienda katika shule za upili. Na basi tuna vitabu vitatu. Tuna Wema Hauozi, hivyo ni vitabu katika shule za sekondari ya msingi. Tuna pia Wema Hauozi ni tamthilia, kimeangaziwa sana naye Timothy M. Arege. Na bila shaka pia tuna kitabu kipi? Tuna kitabu cha Diwani ya Mashairi, kitabu ambacho kwacho kimebeba mkusanyiko wa mashairi kwa pamoja. Diwani ni kitabu cha mashairi, mtazamaji, na kimeangaziwa pale na malenga pale. Tuna malenga Timothy M. Arege, Joseph S. Kiponda na Mwala M. Nyanje. Ni kitabu cha mwanafunzi ama wanafunzi wa gredi ya 9, mtazamaji. Na vile vile tuna kitabu gani? Tuna kitabu cha novela. Tuna novela pale, tuna Mji wa Matarajio, na bila shaka pia mara nyingi wanapenda kuangazia Mshale wa Matumaini. Hivyo ni vitabu vya gredi ya ngapi? Gredi ya 7. Na ukirejelea katika shule ya upili, tuna vitabu vya fasihi andishi pale. Tuna tamthilia Bembea ya Maisha, yani panda shuka kwazo za maisha, kitabu ambacho kimeangaziwa sana naye Timothy M. Arege. Na pia tuna gani? Tuna hiyo ni tamthilia. Na pia tuna hadithi fupi, ni Mapambazuko ya Machweo na hadithi nyinginezo, mtazamaji. Ni kitabu ambacho kimebeba hadithi tofauti tofauti na waandishi tofauti tofauti, mtazamaji. Na pia tuna kitabu gani? Tuna kitabu cha riwaya Nguu za Jadi, mtazamaji, ambaye sasa hivi nitazama mara nyingi. Ni kitabu ambacho kinazungumzia kuhusu uongozi, mtazamaji. Hivyo ndivyo vitabu ambavyo tuangazia kupitia kitabu ama kipindi cha uhondo wa fasihi, lugha na isimu jamii. Na bila kupoteza muda, mtazamaji, nataka tuende moja kwa moja ili tuweze kuangazia uchambuzi kwayo wa Wema Hauozi. Na bila shaka leo hatunabudi kuangazia wahusika pamoja na sifa zao. Wahusika, na katika wahusika niliweza kuwadokezea fika kwa tuna wahusika aina 3, ama wahusika huorodheshwa katika tunawaorodhesha katika makundi matatu, mtazamaji. Kikundi cha kwanza ni kikundi cha wahusika ambao bila shaka mara nyingi hurejelewa mara kwa mara katika hadithi, mtazamaji, ama kwenye kitabu, mtazamaji, ambaye sasa hivi wanitazama. Basi wahusika wanaorejelewa mara kwa mara watu waita wahusika wakuu, kwa sababu hao ndio mara nyingi tuwachukulia kwa hao ndio wao wanachangia hadithi. Hao ndio wanafanya hadithi ambayo unaisoma kwa hadithi hadithi kamili. Kwa mfano hapa Wema Hauozi tuna wale wahusika wakuu kama vile Mabula, na bila shaka tunaye kando na Mabula tunaye Mishi pale. Bila shaka hao ni wanandoa ambao tumeelezewa jinsi mambo yalivyokuwa pale. Mabula tumeelezewa mambo yake sana. Iwapo umekwisha kisoma kitabu hiki utapata Mabula ambaye bila shaka alikuwa mfanyikazi, na alikuwa ni mtetezi hasa kwa wanyonge, mtazamaji. Ama tunaweza sema fikakuwa ni mtu ambaye alikuwa mzalendo. Mzalendo ni mtu ambaye hupenda nchi yake, hupenda watu wake, na bila shaka yu tayari kuifia nchi yake na hata pia watu wake. Hawezi kubali
dhuluma, ama hawezi kubali watu wake ama nchi yake kufanya nini, kupitia dhuluma. Mtazamaji, yeye utetea mara kwa mara, na basi hivyo ndivyo ilivyokuwa Mabula wakati ambapo aliweza kutetea watu nini. Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanafanya nini, wanabadhirifu. Kubadhirifu ni kuharibu, walikuwa wanabadhirifu mali ya umma, na bila shaka akajitokeza waziwazi akasema pana, liwalo na liwe, lazima nifanye nini, lazima nitoe ukweli ama uhondo uliopo. Na bila shaka tunadokezea kwa baada ya kufanya hivyo ni jambo ambalo lilitokea kinaya sana. Kinaya ni kitendo kinyume na matarajio, mtazamaji, ambao wapata fika kuwa jinsi tunavyojua Mabula baada ya kutoa malalamishi pale ama malalamishi yake kwa wale wakurugenzi ama wale viongozi, na bila shaka tunaambia fika kuwa ni yeye aliweza kufutwa kazi badala ya wale ambao walikuwa wanabadhirifu au wanaharibu mali ya umma. Mtazamaji, hao ndio watu ambao walifaa wachukuliwa hatua. Lakini kinachoshangaza ni fika kuwa baada ya Mabula kuripoti pale yale matendo maovu, ni yeye ndiye anayefanywa nini, ni yeye ndiye anayefutwa kazi, au ni yeye ndiye anayepigwa kalamu. Mtazamaji, jambo ambalo tunasema ni kinaya. Kinaya ni kitendo kinyume na matarajio, mambo yanatokea kinyume na jinsi unavyotarajia mtazamaji. Basi mengi zaidi mtazamaji, tuwafanya uchambuzi ama utaweza kuyafahamu kupitia kipindi cha Uhondo wa Fasihi, Lugha na Isimu Jamii, nami Mwalimu Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi, tasnia ya Kiswahili, kipindi ambacho tunakipeperusha kupitia mtandao wako wa YouTube. Pale ingia YouTube Kubasu Wanyonyi, ufanye sarakua ama kusubscribe mtazamaji, pendekeza ama like, na vile unaweza ukafanya nini, unaweza ukafuatiliza, yani kufollow, na pia ushirikishe ama ushare na mwenzako, na mambo yatakuwa aula. Usafika kwa ni kipindi ambacho kwacho pia tunakipeperusha kupitia mtandao wa TikTok. Pale ingia TikTok Mwalimu Kubasu na utanipata kwa njia muktadha sana. Na usafika kwa pia tuna mtandao wa Instagram. Basi ukiingia pale Instagram Kubasu Wanyonyi utanipata kwa njia muktadha, na ufanye jinsi ambavyo nimeweza kudokezea, na mambo yatakuwa aula. Twende moja kwa moja kwa wahusika, hatutapoteza muda, kwenda tukaangazia wahusika wawili na ili fanya nini, ndipo tusifanye nini, tusipoteze muda. Basi sifa za wahusika, tunapozungumzia kuhusu wahusika pamoja na sifa zao, tuna wahusika kama vile Mabula. Tuna Mabula hapa, tuna Mabula. Kana na Mabula tuna Mishi. Kando na Mishi mtazamaji, tuna wahusika kama vile Dama mtazamaji, ambaye sasa hivi yanitazama. Tuna Temba, tuna wahusika wengi, tuna Bibuba. Basi unaweza ukaorodhesha tu hapa, tuna Dama, tuna Temba, tuna Bibuba. Basi tuna Bibuba na wahusika wengine mtazamaji kama vile Hiza. Tuna Hiza pale, tuna Hiza. Hao ni baadhi ya wahusika katika tamthilia Wema Hauozi. Basi tuna Mabula na Mishi na wahusika wakuu, ni wale wahusika ambao wamerejelewa mara kwa mara katika hadithi ama kitabu hiki Wema Hauozi mtazamaji. Na tunaye pia Temba pale na nani na Bibuba. Basi hawa tuweza sema kwa ni wahusika wadogo, wahusika bapa mtazamaji. Wahusika bapa ni wahusika wale wadogo ambao wamerejelewa japo mara moja, wamezungumza ama wametoa mazungumzo pale, au wamezungumza ama kuna jambo wamelichangia pale, lakini japo mara moja. Kisha tuna wahusika bubu. Wahusika bubu kwa wale wanafunzi wa shule ya upili, natumai huenda labda hamjaelezewa kwa tunakuwa na wahusika bubu. Bila shaka tuna wahusika bubu, ni wale wahusika ambao bila shaka wametajwa katika hadithi fulani, lakini hawajafanya nini, wametajwa tu majina, lakini hakuna mahali ambayo kwa imeonyeshwa wakiwa wanafanya nini, wakitoa mazungumzo. Wametajwa, na katika kutajwa labda kuna jambo fulani ambalo labda waliweza kuchangia pale, ndipo wakaweza kutajwa. Wametajwa tu, lakini hakuna mahali popote ambao wametolewa nini, tumeonyeshwa fika kwa walitoa mazungumzo yao mtazamaji, ambaye sasa hivi wanatazama. Hao ni wahusika gani? Wahusika bubu. Na basi tuanze na wahusika wakuu, ambao huenda nikaangazia mmoja au wawili kwa sababu ya muda. Tuna wahusika wakuu
na sifa zao wahusika wakuu au chanya ukipenda, na sifa zao. Tuanze na mabula. Basi mabula ni mhusika mkuu mtazamaji, ambaye sasa hivi wanitazama, na tukiangazia nini zake, sifa zake, basi jua fika kwa jambo la kwanza, jua ni mhusika mkuu kwenye tamthilia. Halafu jambo la pili ambalo pia ningependa nikudokezee ni fika kwa ni mumewe nani? Mumewe Mishi. Mumewe Mishi ni mhusika mkuu katika nini? Katika tamthilia, na kando na kuwa mhusika mkuu, bila shaka pia ni mumewe wa Mishi na babaye Dama. Mumewe Mishi, babaye Dama walikuwa na mtoto mmoja aliyekuwa anaitwa, ama wana mtoto mmoja anaitwa Dama. Utaanza kwa herufi kubwa tafadhali, kunradhi. Kumbuka fika kwa unapoandika jina katika sheria kwazo za sarufi, tunadokezea fika kwa unapoandika nomino za pekee hakikisha waanza kwa herufi kubwa. Nomino hizo ziwe mwanzo wa sentensi, mwisho au kati ya sentensi, hakikisha waanza kwa herufi kubwa. Basi Dama tuanza kwa herufi kubwa, babaye Dama. Na kando na kuwa babaye Dama, ni mfanyikazi katika idara moja ya serikali. Mfanyikazi katika idara moja ya serikali. Mfanyikazi katika idara moja ya serikali. Serikali mtazamaji, ni mfanyikazi. Basi tutataka tu tukiangazia sifa zake mabula. Tuna sifa kwazo za mabula. Sifa za mabula. Basi kabla tuangazie sifa za mabula, jambo ambalo ningependa kudokeza fika kuwa mara nyingi sifa za wahusika hujulikana kwa kuangazia mambo mengi sana mtazamaji, kama vile jina lake mtazamaji, ambao utapata katika jina la mhusika. Basi kuna baadhi ya wahusika ambao huwa na majina na majazi, na basi majina haya huwa ni majina yaliyoitwa wahusika kutokana na tabia zao mahususi. Basi utasikia kwa mfano mtu akiitwa labda akiitwa Fisi ama Matopa, basi kulingana na sifa zake ama hulka zake au tabia zake, basi akiitwa Fisi huenda labda ni mtu ambaye anapenda kufanya kubugia chakula mtazamaji, ambaye sasa hivi yuanitazama. Na bila shaka basi tunaangazia sifa za na nimesema hutokana labda na matendo ya mtu, ndipo ama sifa hutokana na matendo ya mtu, ama kutokana na lile jina alilopewa la kimajazi mtazamaji, ambaye sasa hivi afanya yuanitazama. Basi tukianza na sifa za mabula, tunapata mabula ni mzalendo. Basi kuna hapa kulingana na jinsi nilivyoelezea hapa awali, fikakuwa unapata fikakuwa mabula bila shaka anasimama wima na kupinga na kupinga wizi unaotendeka katika idara ya kazi ama idara ya kazini pale mtazamaji. Kuna watu ambao walikuwa wanabadhirifu ama wanaharibu mali za umma kwa kuiba mtazamaji, kwa minajili ya kujinufaisha mtazamaji wao wenyewe. Basi tutapata fikakuwa ingawa jambo hile lilimpelekea kufutwa kazi, anaonekana shujaa machoni pa watu wengi. Na bila shaka tutapata fikakuwa licha ya mabula kufutwa kazi, anapendwa na wengi ambao wanaofahamu ukweli wanaofahamu ukweli wa mambo. Na tutapata fikakuwa watu wanamuonea kama shujaa wa kweli, anayepigania nchi yake kwa kufanya kwa kutoa ukweli uliopo, ama kwa kutoa
yale, ama kwa kuelezea ama kutoa wazi ama waziwazi, ama kwa kufichua wale ambao walikuwa wanafanya nini, wanabadhirifu au wanaiba mali za umma, basi yeye ni mzalendo. Na kando na kuwa mzalendo, Mabula pia ni mwenye nini, ni mwenye msimamo thabiti. Yeye ni mwenye msimamo thabiti. Mwenye msimamo thabiti. Ukweli shadidi, Mabula ni mwenye msimamo thabiti. Kwa sababu zipi? Kwa sababu tupata fika kuwa anakatalia msimamo wake thabiti na kufunua uozo wa wizi wa mali ya nini, ya mali ya umma. Mtazamaji, basi mwanafunzi, utakapokuwa ukielezea, ukitoa sifa na za wahusika ama muhusika, tafadhali baada ya kutaja sifa yake ambayo kwayo tunasema ni mzalendo, lazima uelezee kinagaubaga, tuelezee uzalendo wake unajikita vipi, ama ni sababu zipi zinazofanya utuelezee ama tuambie fika kuwa Mabula ana sifa ya uzalendo. Lazima udhirishe wazi ama utoe uhondo kamili wa kile unachokisema kwa njia nini, kwa namna ya kuthibitisha. Utakuwa unathibitisha mtazamaji, na unaposema bila shaka ni mwenye msimamo thabiti, tuelezee ni sababu zipi zinazofanya utuambie fikakuwa kweli yeye ni mwenye msimamo thabiti, ili nasi pia tuweze nini, tuweze kuongoka mtazamaji. Basi utasema fikakuwa anakatalia nini, anakatalia msimamo wake thabiti na kufunua uozo wa wizi wa mali pale kazini, ambao watu walikuwa wanatoa nini, wanaiba pale mtazamaji, na kaamua kufanya nini, kutoa huo ama kufunua mtazamaji huo uozo ambao ulikuwa unatokea pale mtazamaji ambaye sasa hivi anatazama. Na basi kando na kuwa mwenye msimamo thabiti, tuadokezea fikakuwa alikuwa mwenye mapenzi mtazamaji. Na ukiangazia, ukisoma kitabu hichi utapata kweli Mabula alikuwa anapenda familia yake, alikuwa anapenda mkewe ambaye anaitwa nani, anaitwa Mishi. Bila shaka pia alikuwa anampenda Dama sana, mtoto wake anayefahamika kama Dama, na ndio maana tuadokezea kwa kuwa aliweza kumpeleka katika shule mojawapo bora mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama, kwa sababu hayo mapenzi ambayo alikuwa anapenda mtoto yule, akasema pana, lazima tu mtoto wangu asomee katika shule mojawapo bora, ili angaa aweze kufanya nini, angaa aweze kuangura makinomi na cheka kama kufanya vyema katika nini, katika masomo yake pamoja na mtihani wake mtazamaji. Basi ni mwenye mapenzi, anampenda mkewe sana, na bila shaka anakaidi tabia ya ulevi, kwani anamhurumia mkewe kwa mateso yote anayompitishia, na pia bila shaka anampenda bintiye sana mtazamaji. Hapo utakapokuwa yasema ni mwenye mapenzi, lazima uthibitishe ukweli wa kile unachosema. Ni mwenye mapenzi, anampenda mkewe sana. Kumbuka Mabula alikuja akawa mlevi chakari, na ulevi wake bila shaka inatokana na ule msongo wa mawazo baada ya kufutwa kazi. Basi mtoto wa mtu ajue kile atakachofanya, ni jinsi atakavyofanya huko na familia. Sasa nashindwa kulikoni. Basi ni jambo ambalo lilimpelekea labda msongo wa mawazo, akajiingiza katika kubugia mvinyo pale, pombe. Lakini mwishowe alikuja akaamua kuacha pombe, manaye alipokuwa anabugia pombe ama alipokuwa mlevi, bila shaka mkewe alikuwa yapitia mambo magumu, mambo mazito mtazamaji, kama vile ugomvi pale, vurugu, kufanywa kupigwa pale mtazamaji, na sio tu kupigwa, ila ni kichapo cha salata mtazamaji. Na bila shaka kama pana ni vyema waache pombe ama auasi pombe kutokana na yale mateso anayopitia ama anayompitisha mkewe. Basi huyo ni mwenye mapenzi thabiti, na pia ni mwenye bidii. Mabula anafanya kazi katika idara moja ya serikali hadi anapofutwa kazi kwa kosa la kuripoti uhalifu. Basi hapo utasema ni mwenye bidii, kwa sababu asiyekuwa na bidii hawezi kufanya kazi mtazamaji. Alikuwa na bidii, ja mchwa ajegae kidurusu kwa uderere. Ni mwenye bidii.
Jamchwa. Mchwa ni ule mdudu mdogo sana ambao hujenga kidurusi. Kidurusi ni ile nyumba ya ama tunaita kichuguu. Kichuguu ni kisawa cha neno kidurusi. Mate ndio kwa tunaita nini? Uderere. Basi alikuwa na bidii za mchwa ajengae kidurusi kwa uderere, au ajengae kichuguu kwa mate, mtazamaji. Basi ni mwenye bidii, pia ni mtetezi wa haki, yani mpenda haki, anawatetea wananchi ambao wameibiwa, mtazamaji. Na bila shaka tunapata fika kwa baada ya kuwatetea anafutwa nini? Anafutwa kazi kwa kufichua wizi wa mali ya umma, ambaye bila shaka anawatetea wale nini? Wale wanyonge. Basi ni mtetezi kwa wanyonge, mtazamaji, kwa sababu aliweza kufichua uozo uliopo mle ndani ama kwenye pale kazini, mtazamaji. Uozo wa nini? Uozo wa wizi wa mali ya umma, wanabadhirifu mali ya umma. Kisha mwenye majivuno, mtazamaji, pia ni mwenye, hapa ni bidii tafadhali, sio bidaa. Mwenye majivuno, na majivuno yake yanajikita vipi, mtazamaji? Kumbuka kuna mahali pale maongezi wakiwa yazungumza pale na mkewe nani? Mishi, mtazamaji. Basi akisema anajivunia kuwa hafai kuishi kwenye nini? Madongo poromoka, mtazamaji, kwenye kibanda kile alichoishi na familia yake. Kumbuka baada ya kufuta kazi, basi ilibidi Mishi ama Mabula na familia yake wahamie katika ama kwenye madongo poromoka, au madongo poromoka kwenye nini? Kwenye kibanda, kwa sababu sasa hawakuwa na ule uwezo wa kulipia ile nyumba ambayo walikuwa wanalipa hapo awali, kwa sababu walikuwa wanaishi katika nyumba ya bei ghali, mtazamaji. Na baada ya kupoteza kazi, basi hapo na bei wala te, akaamua kufanya nini? Akaamua kuguria katika kwenye madongo poromoka, mtazamaji. Lakini hata hivyo tunadokezea kwa anajivuna kwa hafai kuishi kwenye madongo poromoka kwenye kibanda kile alichoishi na familia yake. Na ukiangazia kwa upande utapata fika kuwa anadai ni muda mfupi tu kisha arejee katika hali yake ya hapo nini? Ya hapo awali. Basi hilo ndilo jambo linalofanya tuseme fika kuwa kweli Mabula alikuwa mwenye majivuno. Basi mwanafunzi, natumai unanisikiza vizuri sana kulingana ama kutokana na yale maelezo ninayokupa ama ninayowapa. Tafadhali, iwapo utakuwa unatoa sifa za mtu fulani pamoja, lazima tuelezee uthibitishe ukweli wa kile unachosema. Na mwisho ni mwenye matumaini, na mwenye matumaini. Basi matumaini yake yanajikita vipi, mtazamaji? Basi ana matumaini ya mambo kuwa mema. Tutasema ana matumaini ya mambo kuwa mema. Ana matumaini ya mambo kuwa mema. Ana matumaini ya mambo kuwa mema. Basi tuasema hilo ndilo jambo ambalo linapelekea tuseme kwa ana matumaini. Basi hata baada ya kupoteza kazi, anaendelea kutuma barua za kuomba nini? Za kuomba kazi katika kampuni nyinginezo. Ni jambo ambalo bila shaka hakuweza kupoteza matumaini. Alisema hata kama amefutwa kazi, haijalishi, basi bado kuna ile nafasi na katika hiyo nafasi, ili apate hiyo nafasi katika hizo kampuni nyinginezo, basi alikuwa yatuma barua zake za kuomba kazi katika hizo kampuni, jambo ambalo tunadokezea kwa mwishowe aliweza kufanya nini? Aliweza kufanikiwa katika kampuni fulani, kampuni ya nini? Kampuni ya kibinafsi, ambaye mkurugenzi alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Hiza pale, mtazamaji. Na katika kufaulu kwayo, bila shaka baadaye pia katika harakati hiyo ndio tunadokezea kwa pia aliweza kupokea barua kutoka katika ile kampuni ambayo alikuwa anafanya ya serikali pale, kwa anaomba arejee wapi? Arejee kazini. Hiyo ni baada ya kufanya utafiti na kugundua kwa kweli Mabula hana kosa hata kidogo, alifanya jambo jema kuripoti, na bila shaka waliweza kupata uhondo kamili kwa enyewe Mabula alikuwa yamaanisha ama alisema ukweli. Walikuwa wanabadhirifu ama wanaharibu mali za umma.
mtazamaji ambaye sasa hivi unatazama, basi ni jambo ambalo pia tunaweza sema fika ni nini, ni sadfa. Sadfa ni hali ya matukio mawili kutokea kwa wakati moja bila kutarajia, sadfa. Na bila shaka sadfa inajikita vipi? Mahali ambayo tunadokezea fika katika hiyo harakati, Mabula akiwa pale kwenye nini, alienda pale nini, baada ya kupokea barua kwa nafaa afanye nini, kampuni ya kibinafsi ambayo inayoongozwa naye mkurugenzi Hiza, bila shaka imempa nafasi baada ya kupitia katika nini yake, labda tuweza sema makala yake, na wakapata fika kweli anazo sifa kedekede, mtazamaji, sifa nzuri kedekede, na basi nafasi wangeomba kumfanya nini, kumwahi nafasi, mtazamaji, kutokana na zile sifa zake na bidii zake, mtazamaji ambaye sasa hivi anitazama. Na hata hivyo pia katika hiyo harakati ndipo pia barua ikatokea pale, ambayo labda sijui ni mwanafunzi huyu Diamond ndiye aliyeleta hiyo barua, na hiyo ni barua ambayo alipewa pale shuleni, mtazamaji ambaye sasa hivi anitazama. Utaenda usome ili upate ukweli wa kile ninachosema, mtazamaji, na basi wapata fika ni barua ambayo ilikuwa inaashiria kuwa angerudi kazini, ama arudi kazini, ili baada ya kurudi kazini angefanya nini, angelipwa zile hela zote ambazo kwazo angefaa alipe akiwa kazi kwa kile kipindi ambacho kocha amekuwa pale nyumbani, mtazamaji ambaye sasa hivi yuani tazama. Basi lililosalia ni kutoa uamuzi, aidha aende katika kampuni ile ya kibinafsi ambayo pia walikuwa nalipa vizuri, ama arudi pale kampuni ile ya serikali ambayo alikuwa yafanya pale kabla ya kufutwa kazi, mtazamaji ambaye sasa hivi yuanitazama. Na mwisho tukiangazia umuhimu wake Mabula, basi umuhimu wa mtu bila shaka ambayo pia tunaita uhusika ni hali ya nini, tunasema fika wahusika tofauti bila shaka utekeleza majukumu tofauti katika tamthilia, na katika kutekeleza kwayo majukumu bila shaka hiyo hudhirisha umuhimu wao kwa nini, kwa utofauti, mtazamaji ambaye sasa hivi yuanitazama. Basi umuhimu wa Mabula ni kuwa ni msimamo wake thabiti unasaidia kufunua uozo uliopo katika idara za serikali, kwa sababu alikuwa na msimamo thabiti. Basi msimamo wake thabiti unasaidia kufunua uozo. Huo tu ni muhimu wake Mabula. Muhimu wa muhimu wa Mabula, basi tunasema fika msimamo wake thabiti unamsaidia kufunua uozo. Tutasema msimamo wake thabiti unasaidia kufunua uozo uliopo kazini. Na bila shaka pia unaweza sema fika ametumiwa na mwandishi kutuonyesha changamoto ambazo wanandoa kupitia. Kuna zile changamoto ambazo kwazo bila shaka wanandoa hupitia, haswa wakati ambapo kuna tatizo la mapato au kipato. Kwa hivyo bila shaka pia ni muhimu wake, tunaweza sema fika ametumiwa na mwandishi kuashiria ama kufanya na mwandishi kutuonyesha changamoto ambazo kwazo wale wanandoa, wale walio kwenye ndoa hupitia haswa wakati ambapo kuna kipato kidogo, ama wakati mume mmoja wapo anapopoteza kazi, hasa mwanaume, kwa sababu mara nyingi wasema fika mwanaume ndiye yeye ndio kiongozi pale, ama kichwa cha nyumba, iwapo nitatumia lugha nyepesi, mtazamaji ambaye sasa hivi wanitazama, na tumeweza kuona pale changamoto walizopitia, ama ile familia iliweza kupitia baada ya Mabula kupoteza kazi pale. Bila shaka tunaambia fika kupata chakula kilikuwa kilikuwa ni nadra sana chakula kupatikana pale. Chakula kilikuwa
ama kupatikana kwa chakula kilikuwa nadra sana mtazamaji, kama mambo hayakuwa rahisi, jambo ambalo lilimpelekea nani? Lilimpelekea Mishi kwenda kufanya nini? Vibarua, angalau wapate jinsi ya kupata kile watakachotia nini? Watakachotia kinywani, mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Na pia waliweza kupitia changamoto ambazo tunadokezea kwa kweli, baada ya kupoteza kazi waliweza kuhamia katika kwenye madongo poromoka mtazamaji, ili ndipo waweze kujikimu kiaushi, kwa sababu kule walikokuwa wanaishi bila shaka nyumba ilikuwa bei ya ghali sana, na hangeweza kumudu malipo ya nyumba ile mtazamaji, baada ya kupoteza kazi. Hizo ni baadhi ya changamoto ambazo waliweza kupitia. Na pia pale Dama sasa ilibidi Dama apelekwe ile shule ambaye angeenda kwa nini? Angeenda kwa miguu kwenda na kurudi. Kumbuka hapo awali alizoea kupelekwa kwa nini? Kupelekwa moja kwa moja shuleni kwa nini? Kwa gari mtazamaji, lakini baadaye mambo yaliweza kufanya nini? Yaliweza kubadilika kutokana na zile changamoto ambazo kwazo walikuwa wanapitia mtazamaji. Na mwisho pia tutaweza kusema fika kuwa anajenga na kudhihirisha mema ambayo unamfuata nini? Unamfuata licha yake kutendewa nini? Kutendewa mabaya. Alitendewa mabaya, lakini mwishowe tunadokezea fika kuwa neema inamfuata mtazamaji. Kwa sababu gani? Kumbuka ameitwa tayari katika kampuni ya kibinafsi pale, kampuni kubwa sana ya kibinafsi mtazamaji. Na katika harakati hiyo pia tunadokezea kuwa baada ya wale kufanya utafiti na kugundua ukweli uliopo, basi hiyo kampuni ya serikali ikaamua kumregesha kazi, na bila shaka angelipwa nini? Angelipwa mshahara wake wote kwa kile kipindi ambacho amekuwa nyumbani, hata kama ni miaka mitatu. Bila shaka kila mwezi iwapo alikuwa analipwa pesa taslimu labda tuseme 100,000, 200,000, basi wangezidisha mara 12 mara 3 msikilizaji. Kila mwezi fikiria labda analipwa 200,000 mtazamaji, yani 1,200 kila mwezi. Basi hebu piga hesabu zako, kwa mwaka mmoja alikuwa analipwa ngapi mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama? Kwa mwaka moja, alafu tuseme labda alikaa nyumbani miaka mitatu, mfano tu mtazamaji, tena uzidishe mara 3, basi uone zile hela ambazo angelipwa mtazamaji. Mtazamaji ambaye sasa hivi anifanya nini? Yanitazama, na kando na kulipwa bado yaendelea na kazi katika hiyo kampuni ya serikali na kulipwa mtazamaji. Basi hapo tunasema kuwa anajenga na kudhihirisha mema ambao unamfuata licha yake kutendewa mabaya. Na mwisho ni kielelezo cha wafanyikazi waadilifu katika jamii. Ni kielelezo cha wafanyikazi waadilifu. Ni kielelezo cha wafanyikazi waadilifu katika jamii. Mtazamaji ambaye sasa hivi wafanya nini? Yanitazama, kweli yeye ni mojawapo ya wale wafanyikazi waadilifu, kwa sababu sio wafanyikazi wote wao waadilifu mtazamaji. Wengine sio Mabula pekee ndiye alikuwa wafanyakazi, walikuwa wafanyikazi wengi, lakini yetu ndiye aliyejitokeza pale akasema pana, liwalo na liwe, lazima nifanye nini? Nifunue ule uozo unaofanya nini? Unaoendelea katika hii kampuni kampuni, ule uozo wa wizi ambao watu wanafanya nini? Wanabadhirifu au wanaiba mali za nini? Wanaharibu au kuiba mali za umma, huku wananchi wakifanya nini? Wakizidi kuangamia mtazamaji ambaye sasa hivi wanafanya nini? Yanitazama. Basi nashukuru kwa mwito wako chambilecho wahedi walio kulikuntu kilicho na mwanzo mtazamaji, mathalani huwa na nini? Mathalani huwa na mwisho. Na basi nashukuru sana kwa muda wako mtazamaji. Chambilecho wahedi walikulikuntu, kubali wito ila kataa uitwalo iwapo halina maslani naye. Natumai huu mwito ambao umeweza kukubali mtazamaji, limekuwa na maslani nawe mtazamaji. Kwa sababu gani? Umeweza kujifunza nini? Umeweza kujifunza mambo sihaba kupitia kipindi hiki cha Uhondo wa Fasihi, lugha na nini? Lugha pamoja na isimu jamii, mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Na labda kabla nifanye nini? Kabla nimalize, mara nyingi kwa nakamilisha kwa nini? Kwa je, wajua mtazamaji? Basi
Ningependa tu nikuulize, je, wajua Fukakuwa dingi ama wajua dingi ni nani mtazamaji? Basi tunapozungumzia dingi, dingi ni nani? Ni mzee, mwanamume aliyezeeka mtazamaji, ambaye sasa hivi afanya nini? Ni tazama. Wengine wanajiuliza, mwalimu Kubaso, haya yote unafanya nini? Unayatoa wapi? Basi mtazamaji, tu ni hali tu ya utafiti ambao mwalimu Kubaso hufanya nini? Kujaribu kuangazia utafiti mtazamaji. Baada ya utafiti, mie huwa sina budi kufanya nini? Huwa sina budi kupa uhondo kamili. Basi dingi ni nani? Nimesema dingi ni mzee. Tafadhali labda nikiandika hapa kabla tukamilishe kipindi. Dingi ni mzee ama ni mwanaume aliyezeeka. Mwanaume aliyezeeka. Dingi ni mwanamume ama mwanamume aliyezeeka, yani mzee. Na vile vile ni neno lililo na maana zaidi ya moja, ambayo kwa bila shaka pia dingi tunapata Fukakuwa ni mzazi wa kiume. Yule mzazi wako wa kiume, yani baba, huitwa dingi. Baba huitwa dingi au abu ukipenda. Mzazi wa kiume huitwa nani? Wa kiume huitwa dingi. Hali kadhalika dingi ni mwanamume aliyezeeka, yani mzee mtazamaji. Basi tafakari hayo kaditadi tamati nangangu nashusha kwa mahanjamu kedekede. Natumai tutakiana mbonini majaliwa ya manani. Chamilecho wahedi waliokulikuntum licho na mwanzo mathalan kuwa na mwisho. Uwe na wakati usiokuwa na bugudha wala mishemishe kaditadi tutakapofalikiana katika kipindi kijacho. Wasalamu mtazamaji.